Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia tukakutana leo hapa kwa mara nyingine tena tukiwa wazima na wenye afya. Naomba nichukue nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kukushukuru wewe binafsi pamoja na uongozi mzima wa bunge letu kwa kuendesha mjadala wetu wa leo toka asubuhi wa bajeti hii ya ofisi ya makamu wa Rais Muungano wa Mazingira kwa weledi mkubwa. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana na kuwashukuru waheshimiwa wabunge kwa michango yao mizuri. Wako waliobahatika kusema, lakini kwa sababu ya muda na hakika wamewakilisha vyema mawazo ya wengi na wale ambao pia walichangia kwa maandishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kutoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja kuhusiana na muungano. Najua hoja nyingi zimezungumzwa, ziko ambazo tunaweza tukazitolea ufafanuzi sasa hivi, ziko ambazo tutazichukua kama maelekezo na kwenda kuzifanyia kazi, na niwaahidi waheshimiwa wabunge, zile ambazo tujaweza kuzitoa ufafanuzi leo tutazitolea ufafanuzi kwa maandishi, na vile vile maoni yao yote mazuri na muhimu sana tutayafanyia kazi na tutachukulia kwa uzito mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye suala la muungano, naomba nianze na hoja moja ya msingi sana ambayo baadhi ya wachangiaji, nadhani mchangiaji mmoja alizungumza na wachangiaji wengi walizungumza, lakini naanzia pale ambapo mchangiaji mmoja alizungumza kuhusiana na zilizokuwa zinaitwa kero za muungano, ambapo sasa sisi tunaziita hoja za muungano, na kaeleza kwamba kutokusikilizwa kwa kero hizo, kutokufanywa kazi kwa kero hizo ni moja ya sababu ya kudhoofisha muungano wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikubaliane naye kwamba moja katika mambo ambayo yamevunja miungano ya baadhi ya nchi duniani, ikiwemo katika bara la Afrika, ambapo nchi nyingi sana zilijaribu kuungana lakini hazikufanikiwa na hazikufika kama tulivyofika sisi. Leo tunaadhimisha miaka 62. Miongoni mwa sababu moja ilikuwa ni hiyo. Ziko sababu nyingi. Kwa mfano, kuna nchi ziliungana hazina mahusiano yote ya kihistoria tofauti na sisi. Sisi historia ya pande mbili hizi za muungano haikuanzia leo. Historia ya pande mbili za muungano, watu wa nchi hizi, wa nchi hii ya Tanzania wanaotokea upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara, historia yao inaanzia hata kabla ya wageni hawajaja katika nchi hizi. Lakini historia yao vile vile inaendelea wakati wa ukoloni. Lakini historia hiyo imeendelea vile vile kipindi cha mapambano dhidi ya ukoloni na hata wakati wa utumwa. Na mfano hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mtakumbuka kwamba pande hizi za muungano wakati zinapambania ukombozi wa nchi hii, Waafrika ambao walikuwa wakinyanyaswa katika nchi hizi waliunganisha nguvu na kuunda vyama vya siasa. Mnamo mwaka 1929 chama cha African Association cha iliyokuwa Tanganyika kiliundwa, na hicho ndicho kilichopelekea mwaka 54 kuundwa kwa TANU, chama kilichokisimamia na kuongoza mapambano ya ukombozi wa iliyokuwa Tanganyika. Lakini kwa upande wa Zanzibar, mnamo mwaka 1934 chama cha African Association kiliundwa, na chama hicho ndicho kilichopelekea kuundwa kwa chama cha Afro Shirazi Party mwaka 57, na chama hicho ndicho kilichosimamia ukombozi wa nchi hii. Kwa ushirikiano wa vyama hivi vya Afrika unathibitisha mahusiano yaliyopo kipindi cha wakati wa ukombozi wa nchi hizi, na hata pale ambapo vuguvugu la ukombozi kupitia Pafumeka mwaka 1958 ambapo Mzee Karume na Mwalimu Nyerere waliongoza mapambano hayo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sio tu swala la kihistoria, hata swala la kijiografia. Nampongeza sana kuna wachangiaji waliozungumza kwa muungano huu ni urasimishaji uliofanywa na Mwalimu Nyerere wa kuwarudisha pamoja watu wa nchi hizi mbili ambao walikuwa ni pamoja tokea karne na karne.
na kukataa mipaka ya mabeberu iliyowekwa kwa kigawa wa Afrika kwa mipaka pale Berlin katika karne ya 19. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere na Mzee Karume walikataa, waligoma mipaka ya koloni, wakaamua kutengeneza mipaka yetu wenyewe Afrika, ambayo mpaka leo unadumu. Hata mwaka 1876 wakati ambapo mamlaka ya sultani ilirasimishiwa mipaka mipya ambayo leo hii tunaiona ya Zanzibar. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu ziko nyingi, hata sababu ya matarajio. Iko miungano iliyovunjika kwa sababu matarajio ya wananchi hayakutimizwa. Sisi matarajio hapa yametimia, na moja katika matarajio makubwa ni wapongeza Mheshimiwa wabunge waliozungumzia kuhusu umuhimu wa amani na utulivu na umoja wa nchi yetu kwa ndio msingi mkubwa wa muungano wetu. Matarajio ya wananchi wa nchi kuendelea kuishi katika amani, umoja na mshikamano na maendeleo, lakini vile vile hata matarajio ya ugawanaji wa madaraka. Na hii inadhihirisha na baraza la kwanza la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mara baada ya kuungana. Wako watu wanasema kwamba nchi hii mbali ya kuungana leo wanataka kutugawa tena. Mwalimu Nyerere alithibitisha hilo hata katika uteuzi wake wa baraza la mawaziri la kwanza. Kulikuwa kuna wizara 5 ambazo mawaziri wake walikuwa ni kutoka Zanzibar, na wizara hizo wala hazikuwa za muungano. Mfano, wizara ya viwanda, biashara, viwanda, madini na nishati, waziri wake alikuwa Kasim Hanga. Wizara ya sheria na katiba, Mzee Hassan Nasor Moyo. Wizara ya habari, utalii, alikuwa Idris Abdul Wakil. Wizara ya nchi, ofisi ya makamu wa kwanza rais, Abu Jumbe Mwinyi. Wizara ya biashara na uchumi, Abdurrahman Babu. Kati ya mawaziri 23 aliamua kwa makusudi kuonesha kwamba nchi hii ni moja. Baada ya kitendo cha Zanzibar kuondosha sovereignty yake na kusainiwa mkataba wa muungano, taifa hili limeendelea kubaki kuwa ni taifa moja, na leo hii tunashuhudia muungano wetu ukiendelea kudumu. Ukiachia mbali masuala ya utamaduni, ambao utamaduni wetu wananchi wa pande hizi mbili unafanana. Sasa nikirudi katika hoja ya msingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona niagusie hayo, lakini hoja ya msingi ambayo nilitaka niligusie ni kuhusiana na zilizoitwa kero. Naomba nichukue fursa hii kuomba Mheshimiwa Bunge, wengi wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Naona watu wengi wanatofautiana sasa hivi juu ya msemo huo wa wahenga, wanasema mnyonge asinyongwe, na ni kweli. Mheshimiwa, nataka nichukue fursa hii mbele ya bunge lako tukufu kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameweza kuondosha kero 11 katika kipindi chake. Leo hii tunazungumzia kati ya kero 25 tumebakishwa na hoja 3 peke yake. Sasa mimi leo nashukuru sana Mheshimiwa Bunge, mlio wengi mmetambua na kulithamini hilo, na naomba nichukue fursa hii kueleza ndugu zangu Mheshimiwa Bunge na wananchi wanaosikia kwamba haya si mafanikio madogo, ni mafanikio makubwa sana. Ni mafanikio ambayo tunahitaji tujivunie, na ni mafanikio ambayo yamewezesha kufanya muungano wetu uwe imara zaidi. Lakini Mheshimiwa Bunge, katika kero 3 zilizobakia, kero 2 tunatarajia kuzimaliza muda sio mrefu, na moja iko chini ya mamlaka yenu katika bunge hili panapo majaliwa. Tunataka tuwasilishe mabadiliko madogo ya sheria kuimaliza kero moja ambayo kati hizo kero zilizobakia. Kero hii ni kero ambayo inahusu usajili wa vyombo vya moto. Tunatarajia mkiridhia Mheshimiwa Bunge, na hakika mtaridhia, kwa sababu nyinyi ni watu ambao mnaamini kabisa juu ya dhamira ya dhati ya kuondosha hoja hizi ili tuweze kuimarisha muungano wetu. Lakini hata hoja nyingine moja yenyewe tunatarajia katika kikao kijacho kitakachofanyika siku ya tarehe 25 cha kamati ya pamoja ya fedha kwenda kuimaliza. Hivyo kwa kipindi hiki tutakuwa tumemaliza kero 24 kati ya kero 25. Hayo si mafanikio madogo. Kero moja ambayo imezungumzwa inahusu masuala ya kifedha, ikiwemo masuala ya mgao wa hisa za iliyokuwa sarafu ya Afrika Mashariki, bodi ya sarafu Afrika Mashariki, ambayo kuna madai kwamba Zanzibar ilichangia hisa kwenye benki ya Tanzania wakati wa uanzishaji wake, na hivyo hoja iliyopo ni kwamba mgao huo uzingatie hisa hizo.
Hoja hii pamoja na hoja ya mfuko pamoja fedha, hoja hizi za kifedha zinahitaji umakini na utulivu hali ya juu. Hata hivyo, Waheshimiwa Bunge, ikiwa Mama Samia ameweza kupunguza hoja 11 na hizi mbili tunatarajia kuzimaliza kwa kipindi cha miaka mitano, ni imani yangu na hii moja itamalizika. Na ndio maana Waheshimiwa Wabunge, leo hii tumezungumza kwamba sasa tunakwenda kufanya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais pamoja na kamati, kwa sasa si wizara tena ya kuzungumzia hoja za Muungano, bali ni wizara ya kuzungumzia fursa za Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mkakati wetu wa kuelekea kwenye fursa ambazo ziko nyingi, bahati mbaya sana fursa hizi ambazo wananchi pande mbili wameendelea kufaidika nazo zimekuwa zizungumzwi sana, lakini wakati umefika sasa kufanya kila linalowezekana ili elimu hii iweze kufika kwa wananchi. Kwa kutambua hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuja na mpango kabambe wa elimu kwa umma kuhusu Muungano, na tunaomba tushukuru Bunge lako tukufu kwa kuridhia Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais kuweza kuja kutoa semina kwa Waheshimiwa Wabunge. Waheshimiwa Wabunge, tunawashukuru sana, maoni yenu mazuri mliotoa pamoja na wajibu wa wawakilishi ambayo tutayazingatia, na tunaamini semina hii imeleta tofauti hata na nyinyi miongoni mwenu kuongeza uelewa juu ya masuala mbalimbali ya Muungano, ikiwemo fursa zilizomo ndani ya Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kufanya hivyo, mkakati huu unalenga katika mambo mengi. Tunajua kuna changamoto kubwa ya uelewa hususan kwa vijana kuhusu masuala ya Muungano. Hivyo moja katika mkakati wetu huu kabambe utagusa maeneo ambayo yanawagusa vijana, ili vijana hawa tuweze kurithisha Muungano wetu, waweze kuulinda Muungano wetu. Na maeneo ambayo yanagusa vijana, moja ni eneo la elimu. Ndio maana leo hii nipongeze Waheshimiwa Bunge kwa kutoa maoni yenu kuhusu umuhimu wa kuingiza masomo ya Muungano katika mitaala. Nataka niwajulishe Waheshimiwa Bunge, katika hilo tunakwenda vizuri eneo la mitaala, lakini naomba nigusie kwanza kwenye mkakati huu kabambe. Moja ni swala la midahalo, semina, makongamano na mashindano mbalimbali ikiwemo insha kupitia kwenye shule zetu, vyuo vyetu na kadhalika. Lakini kupitia mitandao ya kijamii, maeneo ambayo vijana wanaitumia sana. Naomba nitoe wito kwa Waheshimiwa Bunge kuingia katika mitandao ya kijamii. Makamu wa Rais, mtaweza kujionea shughuli mbalimbali na kupata taarifa mbalimbali kuhusu Muungano. Jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti hii tumetenga fedha kwa ajili ya kutekeleza ahadi ya Mheshimiwa Rais ambayo ametoa wakati wa kampeni za uchaguzi ya kuanzisha makavazi. Lakini katika bajeti ya mwaka huu tumetenga fedha kwa ajili ya kujenga makavazi hapa Dodoma pamoja na Zanzibar. Tunaamini kwamba makavazi hizi zitakapokamilika zitasaidia sana kuhifadhi nyaraka mbalimbali zitakazosaidia vijana wetu kupata taaluma mbalimbali kuhusiana na Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile katika kuhakikisha kwamba elimu hii kwa umma inafika kupitia mkakati wetu huu, kuna matamasha mbalimbali tunafanya. Mfano, naomba nichukue fursa hii kuwajulisha Waheshimiwa Bunge na kualika siku ya tarehe 26 tutakuwa tuna tamasha la aina yake la Mtanzania pale Dar es Salaam. Lakini leo hii tunapozungumza, kama nilivyoeleza katika hotuba yangu, tunazindua ligi ya Muungano ambayo inafanyika pale Zanzibar. Kubwa zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatarajia siku ya tarehe 3 kuzindua msafara wa Muungano Caravan, ambao utapita katika wilaya na mikoa yote ya Tanzania kufikisha elimu kwa wananchi wetu, hususan vijana,
kwa utaratibu ambao utakuwa ni kivutio kwa watu kuweza kuhamasika na kuwa na hamu ya kusikiliza. Naomba Mheshimiwa Bunge, siku ya tarehe 3 tutazindua Dar es Salaam mpango huo, Muungano Caravan, na itakuwa ni siku ya Jumapili. Tunaomba sana ushiriki, nyinyi ni watu muhimu sana katika muungano, katika kudumisha muungano wetu. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na muda sitagusia maeneo mengine ambayo yanagusa watu wa aina nyingine, mikakati kwenye eneo la viongozi na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa baada ya maelezo hayo kuhusu muungano niende kwenye eneo la mazingira. Nataka nikubaliane na Mheshimiwa Bunge juu ya changamoto ambazo umezieleza kwamba bado zinasumbua katika nchi yetu kuhusiana na mazingira. Kwa mfano, bado kumekuwa kuna ukataji miti ovyo. Tunakiri juu ya hilo. Tunakiri bado majiji yetu si masafi. Lazima tukiri hivyo. Tunakiri bado kuna uharibifu kwenye vyanzo vyetu vya maji. Tunakiri bado kuna viumbe vamizi. Tunakiri bado kuna kelele zitokanazo na shughuli mbalimbali kwenye makazi ya watu na mambo mengine mengi. Sisemi kwamba hakuna kazi iliyofanyika. Nimeeleza kwenye hotuba yangu mafanikio ya hatua ambazo zimechukuliwa. Lakini kama kweli tunataka tufikie dira ya miaka 50 ambayo imeweka suala la uhifadhi wa mazingira na uhimilivu wa tabia nchi kama moja kati ya nguzo muhimu, pamoja na maelekezo yaliyopo kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM, ni lazima tufanye mabadiliko makubwa katika eneo zima la usimamizi wa mazingira. Nataka niungane na Mheshimiwa Naibu Waziri. Nataka niwahakikishie Mheshimiwa Bunge kwamba tunatarajia bajeti hii itakapokuwa imepita na yale yote ambayo tumedhamiria kuyafanya, mengine nitaeleza hapa, tunakwenda kukabiliana na changamoto hizi na uwezo wa kudhibiti na kuzimaliza changamoto hizi tunao. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la kwanza na la muhimu sana ambalo naomba Mheshimiwa Bunge walifahamu kwamba tumeamua kuja na mpango mkakati kabambe wa mageuzi ya kimkakati ya mazingira endelevu, na tumetengea bajeti tayari katika bajeti ya mwaka huu kwa kuanzia ya shilingi bilioni 3.5. Na mpango huu tunatarajiwa tuzindue siku ya mazingira tarehe 5 mwezi wa 6, ambapo utahusisha maeneo kadhaa. Moja katika maeneo ambayo mpango huu unakwenda kuaddress ni swala la kuhakikisha kwamba tunaikijanisha nchi yetu, kwamba tunakwenda kuhakikisha kwamba tunapanda miti na sio kuipanda miti tu, lakini hata kuilinda na kuitunza. Mpango huu unakwenda kutoa majawabu juu ya baadhi ya kero zilizopo katika Mheshimiwa Bunge kwenye majimbo yenu kuhusu viumbe vamizi. Mpango huu unakwenda kutoa majawabu katika masuala ya usafi na urejelezaji wa taka. Taka zinazozagaa hizi ni bidhaa. Wakati umefika tuwe na mkakati kabambe wa kuhakikisha kwamba taka hizi tunazitumia vizuri kuzalisha product zenye tija kwa maslahi wa wananchi wetu. Lakini mkakati huu unakwenda vile vile kuaddress swala la urejeshaji wa ardhi pamoja na ardhi oevu, bila kusahau biashara ya carbon. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ili hayo yafanyike ni lazima tuwe na nyenzo. Nyenzo zetu kuu ni taasisi zetu mbili. Taasisi ya Baraza la Hifadhi la Mazingira Tanzania NEMC pamoja na kituo chetu cha kuratibu biashara ya carbon. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwahakikishie kwamba maoni ya Mheshimiwa Bunge ni ya msingi kuhusu namna ambavyo tutafanya kuisaidia NEMC iweze kutekeleza majukumu yake vizuri. Na ndio maana tunaamua kuliangalia swala la NEMC kwa mapana zaidi, si katika eneo moja la sheria peke yake. Tunataka NEMC iwe ni chombo ambacho kinaweza kufanya kazi enforcement kwa wale wote ambao wanakiuka sheria za nchi yetu, na ziwe na nguvu na uwezo na meno na makucha kusimamia hiyo. Tusikipendelea kufanya kazi zetu kwa kuzima moto, kwamba leo waziri kenda kafanya ziara kushtukiza kwenye kiwanda kimoja
mpango huu unakwenda kutupatia ufumbuzi wa kudumu. Kwa hiyo ni mpango ambao unataka tufanye NEMC iwe NEMC ya kisayansi kabisa. Jambo la kwanza, nakubaliana na Mheshimiwa wabunge kwamba wakati umefika sasa NEMC kwa mamlaka. Jambo hilo haliepukiki. Na mimi Mheshimiwa wabunge, katika bunge hili tukufu niliwahi kutoa ahadi hiyo, na bahati nzuri Dr. Samia Suluhu Hassan amerudisha katika wizara hii. Nataka niwahakikishie inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na mwanasheria mkuu wa serikali anasikiliza, Mheshimiwa Waziri Mkuu yuko hapa, Chief Whip yupo hapa, tunatarajia katika bunge lijalo Mungu akipenda tuweze kuleta hapa sheria ya kufanya NEMC iweze kwa mamlaka. Hatua zote muhimu za kiserikali tumeshazifika. Kwa kiu yenu Mheshimiwa wabunge ya kuifanya NEMC kwa mamlaka sasa inaenda kupata ufumbuzi muda sio mrefu. Lakini kuifanya NEMC kwa mamlaka haitoshi. Lazima tuangalie NEMC juu ya mambo mengi mbalimbali. Kwa mfano, NEMC inahitaji kuwa na vitendea kazi vya kisasa ili iweze kutekeleza majukumu yake vizuri. Tumejitahidi kwenye bajeti hii kuiwezesha NEMC kupata magari. Tumejitahidi katika bajeti hii kuhakikisha kwamba mbali ya mipango mingine ya upatikanaji wa fedha kupitia kwenye miradi mbalimbali ambayo tunaisimamia, lakini kuweza kuwa na mifumo na mitambo ya kisasa ambayo inaweza kuifanya NEMC ipate taarifa in real time, kwamba pahali popote ambapo kuna uchafuzi wa mazingira na ukiukaji wa sheria, NEMC waweze kupata taarifa hapo hapo na sio kukimbizana. Mifumo hii tayari ipo katika hatua za mwisho kukamilika. Na katika bajeti hii tunatarajia kuanza, tuna mahitaji ya drones kwa karibia 13. Tunaanza na drones 2. Lakini malengo yetu NEMC tunataka tupatie helikopta, tupatie na boti, tupatie wafanyakazi na watendaji wenye uwezo wa kutosha kusimamia shughuli za mazingira. Tukiatimiza hayo, Waheshimiwa wabunge, hakuna sababu katika nchi hii kuona kuna mtu yoyote anakiuka sheria za mazingira. Hakuna sababu hiyo. Majiji yetu yatakuwa masafi kama ilivyo majiji mengine nchi zilizoendelea. Hakuna mtu atapigwa kelele katika mitaa. Hakuna uharibifu wa vyanzo vya maji. Hakuna changamoto yoyote inaweza ikapatikana ikajitokeza. Kwa hiyo mimi nataka niwahakikishie waheshimiwa, haya mambo mnaweza mkono ni magumu, lakini mambo ambayo yanawezekana na yanatekelezeka. Na hata hili la watumishi, waheshimiwa wabunge, tumeanza katika bajeti hii, tumepata vibali za watumishi zaidi ya 103. Si hatua ndogo. Najua bado mahitaji ni makubwa, lakini si haba. Hata majengo ya ofisi, juzi nilikwenda kutembelea jengo la NEMC Geita. Si ofisi tu ya NEMC, ni kituo cha umahiri. Tunataka ofisi za kanda zote 13 za NEMC ziwe vituo vya kimahiri kama ilivyo kituo cha Geita, ambayo changamoto iliyopo katika kituo cha Geita kuhusiana na uchafuzi wa mazingira ya wachimbaji wa madini wanaotumia zabaki. Tunaweka kituo ambacho kitafanya research na kutafuta njia mbadala kwa wachimbaji wetu wadogo wadogo, lakini itakuwa ni sehemu ya kuweza kutoa elimu ya madhara ya matumizi ya kemikali hizo zenye athari na afya na mazingira. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba vituo kama kilichokuwepo Geita ambacho tunataraji kuzindua hivi karibuni viwe katika kanda zote. Tukifanikiwa kuifanya NEMC ikaweza kusimama kisheria, kitaasisi, tutaweza kuwa na chombo imara kabisa ambacho kitatusaidia sana kabisa kukabiliana na changamoto ya mazingira ambayo Mheshimiwa wabunge mmepigia kelele. Vile vile Mheshimiwa wabunge, nyenzo yetu nyingine ni kituo cha kuratibu biashara kabla. Waheshimiwa wabunge, mmezungumza kwa uchungu na ninakubaliana na nyinyi kwamba eneo la fursa ya biashara kabla bado hatujaitumia ipasavyo. Na bahati nzuri taifa letu lina fursa nyingi sana ambazo hazijatumika. Na bahati mbaya ni kwamba fursa hizi hazisimami. Kadri ya dunia inapokwenda mbele, inawezekana kwa mfano kama sasa hivi kuna teknolojia za kufyonza hewa ukaa. Ikitokea wakati teknolojia hizi zikisambaa, hakutakuwa na mtu anahitaji misitu yako iliyokaa haina kazi yote. Kwa hiyo ni lazima tuchukue hatua sasa hivi. Na mimi nataka niwapongeze waheshimiwa wabunge
Kwenye bunge la mwezi wa Machi mwaka jana mlipitisha sheria ya kutambua rasmi kituo hiki. Tunashukuru sana, na jambo hilo limesaidia sana, na hata katika bajeti hii tutafanya kazi kubwa sana ya kukiimarisha kituo chetu, na tunataka biashara ya carbon iwe ni katika vyanzo vitatu vikubwa vya nchi vya mapato. Hao ndio malengo yetu, na tunataka kituo chetu cha NCMC Tanzania kiwe kituo cha mfano Afrika. Hayo ndio malengo, na dhamira yetu tunataka kituo hiki kitengeneze dola bilioni 2 kwa mwaka. Hayo ndio malengo. Unaweza mkaona ni malengo ambayo ni very ambitious, malengo ambayo ni malengo ambayo ya kufikirika, lakini ni malengo ambayo yanawezekana kwa sababu fursa hizo zipo nyingi. Sasa nini kifanyike ili tuweze kutimiza malengo hayo? Waheshimiwa wabunge, jambo la kwanza nimeeleza kwamba sasa tuna kituo na hata watu wa nchi nyingine wanakuja kujifunza hapa kwa mfumo ambao tumeanzisha sisi. Lakini jambo la pili ambalo baadhi ya waheshimiwa wabunge wamezungumza, kwanza jambo la pili ni kuhakikisha kwamba tunazitumia fursa zote, iwe kwenye misitu, iwe kwenye kilimo, iwe kwenye taka, iwe kwenye madini, iwe kwenye miundombinu, iwe kwenye usafirishaji. Kwenye sekta zote tutumie fursa zilizopo kwenye biashara ya carbon. Lakini la pili, iko baadhi za wilaya wameshaanza kufanya biashara carbon, lakini haturidhiki juu ya utaratibu ulioko sasa. Tunaamini kabisa kwamba tunaweza kupata fedha nyingi zaidi ikiwa tutaimarisha mifumo yetu ya registry na MRV kwa ajili ya kuhakikisha biashara hii inakuwa ya wazi, na kwamba bei ambayo ya carbon popote duniani ndio bei hiyo hiyo mwananchi wa kwenye halmashauri yote anaipata moja kwa moja. Na ndio maana tumepata bilioni 5 katika bajeti hii kwa ajili ya kuimarisha mifumo hii. Kwa sasa dhulma kwa wananchi wa nchi hii inakwenda kukoma muda sio mrefu. Waheshimiwa wabunge, jingine kama nilivyoeleza kwenye NEMC, SMC inahitaji wataalam, inahitaji training. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tumeyapa kipaumbele katika bajeti yetu ya mwaka huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya utangulizi huo, naomba uridhie nitoe ufafanuzi wa baadhi ya hoja ambazo waheshimiwa wabunge wameziuliza. Moja katika hoja ambayo iliwasilishwa ambayo naona ni vizuri nikaitoa ufafanuzi ni kuhusu sekta ya uchumi wa buluu. Kuna hoja kwamba tumeanzisha kitengo cha uchumi wa buluu mwaka jana kuweza kuratibu na kuwezesha wananchi wanaohitaji kujishughulisha na uchumi wa buluu wanufaike na uanzishaji wa kitengo hicho. Hii ilikuwa ni hoja ya kamati, na kwamba kamati inaona kuna haja ya kukiwezesha kituo hicho kifedha na rasilimali ili kuweza kuwasaidia wananchi wa pande zote mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri huu umepokelewa. Aidha, serikali zote mbili zimeendelea kushirikiana katika masuala ya uchumi wa buluu na tayari maeneo ya ushirikiano yameainishwa, ikiwemo kuandaa miradi ya pamoja na kuandaa Marine Spatial Plan, mpango wa matumizi endelevu ya rasilimali ya maji, elimu kwa umma na mikataba ya kimataifa ambayo itanufaisha wananchi wa pande zote mbili. Na hii Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwashukuru sana waheshimiwa mawaziri ambao ni wajumbe wa kamati ya wizara zenye mnasaba na uchumi wa buluu. Hivi karibuni tulipitisha mpango huu. Mpango huu sasa unakwenda kupanga mifumo yetu ya kuanzia ya bahari vyema, ili kuepusha mgongano uliopo kati ya sekta moja na sekta nyingine.
kwamba tuwe na maeneo tunajua kabisa haya ni maeneo kwa ajili ya burudani na utalii, haya ni maeneo kwa ajili ya uvuvi, haya ni maeneo kwa ajili ya uchimbaji gesi na mafuta na kadhalika na kadhalika. Mpango huo tumeutengea bajeti ya mwaka huu kwa mara ya kwanza na tunakwenda kuanza utekelezaji wake. Ni hatua moja kubwa sana na ni hatua ya msingi. Lakini kuna hoja Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na swala lile ambalo nilisema nitalizungumza baadaye, kuhusiana na kushirikiana na wizara zenye mamlaka za elimu kuweka suala la muungano kwenye mitaala ya elimu na kuliweka mashuleni katika elimu ya muungano ili hudumu vizazi na vizazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri umepokelewa. Aidha, majadiliano baina ya ofisi ya makamu wa rais, Wizara ya Elimu na Sayansi na Teknolojia kuhusu masuala ya muungano kuingizwa kwenye mtaala ya elimu nchini yanaendelea kufanyika, na kwa kuanzia kitabu cha muungano wa Tanganyika na Zanzibar, chimbuko, misingi na maendeleo, kitabu chenyewe hiki hapa. Tutafanya jitihada Mheshimiwa Bunge mkipata hichi kitabu kizuri sana. Kimepata ithibati kitabu hiki na kitatumika kama kitabu cha ziada katika shule za sekondari Tanzania bara na Zanzibar. Hivyo wataalamu wanaendelea na utaratibu wa kudurufu kitabu hicho kwa ajili ya kukisambaza pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja nyingine ambayo ninaomba niitolee ufafanuzi ni kuhusiana na ujenzi wa ofisi za muungano Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri huu umepokelewa. Aidha, taasisi 21 kati ya 33 zilizo na ofisi Zanzibar zina majengo yenye hadhi na ni ya kudumu. Hivyo serikali itaendelea kuzihimiza taasisi zilizopanga ofisi kujenga ofisi zao Zanzibar. Mheshimiwa Waziri, malizia kuhitimisha hoja yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ufafanuzi mwingine tuweze kuwasilisha kwa maandishi. Baada ya kusema hayo, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano, kwa kuhitimisha hoja yako na kujibu maswali mengi ambayo waheshimiwa wabunge wameajibu. Naona hoja imeungwa mkono, tutaendelea. Katibu. Kamati ya Matumizi. Kamati ya Matumizi.